kuabudiwa ni wewe, ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Clap your hand to Jesus. Clap your hand to Jesus. Clap your hand to Jesus. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nipungie pale ulipo kwa mkono wako namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kabla sijaendelea kabisa, nina uheshimu wepo mama yangu katika nyumba hii siku ya leo. Ni bahati ya pekee kuwepo kwa mama yangu. Kila mmoja weka mkono wako juu. Bwana, asante Bwana. Maana kuna neno na. Maana kuna neno juu ya maisha yetu. Juu ya maisha yetu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa nafasi ya kipekee mama yangu nakushukuru. Pia karibu katika Magic Service. Tuna furaha kubwa sana kuwa pamoja na wewe, kuungana nawe katika Magic Service. Naamini ya kwamba kwa kuwa hupo na Mungu wako yuko mahali hapa na uwezo wa Mungu wako yuko mahali hapa. Naamini jioni ya leo maisha yetu yatabaki kama yalivyo. Shangilia Yesu pale ulipo, ongea tena makofi na vigelegele pale ulipo. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninachokiamini jioni ya leo, Mungu wa mambo atatuhudumia si kawaida. Yes. Na nina nafasi na furaha pekee kumwona mama yangu kufika mahali hapa. Ninajua kwamba kuna kusudi na Mungu pia kuwepo mahali hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia nitoe shukrani zangu za pekee kabisa kwa Mungu wa mama yangu kwa kunipatia nafasi hii ya kusimama tena mbele yenu siku ya leo na kuweza kuhudumia kama mwana wa nabii. Na ninaamini roho mama yangu imejaa ndani yangu na nguvu hiyo katika madhabahu iko juu yangu, na ninaamini hakuna utakayebaki kama ulivyo katika jina la Yesu. Kama unaamini piga makofi na vigelegele pale, ongeza makofi na vigelegele pale. Ongeza tena makofi na vigelegele pale ulipo. Amen. Ongeza tena pale ulipo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
Basi tutumie muda wetu vizuri sana. Kwa haraka nataka uwe na sikio la haraka, alafu pia uwe punctual. Tutaenda spidi sana. Na nihitaji wakati huu tunaenda katika kipengele, lakini tunaenda lakini mwisho tena tunaingia katika maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pale ambapo Roho Mtakatifu ataruhusu tuingie kwenye maombi, tutaingia kwenye maombi. Kwa hiyo usikae kama mgeni, kaa kama mwenyeji ambaye unajua Mungu mama yetu yuko namna gani na anahitaji nini kwa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jioni leo nitaenda kusema na wewe kwa ufupi sana na kwa spidi sana kwa sababu ya muda wetu si rafiki sana. Lakini kichwa cha habari cha leo kinasema obey your prophetic instruction. Obey your prophetic instruction. Obey your prophetic instruction. Tii na kufuata maelekezo ya kinabii. Amen. Tii na kufuata maelekezo ya kinabii. Obey prophetic instruction. Ndivyo unaweza ukafanikiwa kwenye maisha yako kwa urahisi. Maana siku zote manabii hutembea kwa vitu ambavyo vinashikika, lakini pia hutembea kwa maelekezo sana. Ndio maana Biblia inasema kwamba Elisha baada ya wale wana nabii kutembea na kudondosha ile shoka ndani ya kijito, Elisha alichofanya alitumia kitu na kutupa mahali na shoka likaelea. Kwa nini? Kwa sababu kwamba kuna kitu unaweza ukapewa na ukaenda nacho mahali na ukaelekezwa fanya 1 2 3. Ukifuata kama ulivyoambiwa pasipo kupoteza yale maelekezo ambayo umepewa madhabahu, ukafuata 100%, ni kwamba umefuata ile umeobey ile sauti ya Mungu, yani umeheshimu yale maelekezo ya kimungu juu ya maisha yako. Amen. Na utapewa kitu fulani uende nacho. Kama kwa mfano juzi tumeambiwa tukachome prayer mat, alafu tumalize tutumie ile jivu, lakini pia tunaye maji ya upako. Ukifanya kama alivyokuelekeza nabii, ni kwamba Mungu ndio amekuelekeza ukafanye kile ili uweze kutoka kwenye tatizo lako. Amen. Kwa hiyo Mungu mama yangu akanipa ujumbe huu. Na nikawa nimeshirikiana na mama yangu, lakini ujumbe huu ulikuwa ni dhahiri kabisa ufike kwako leo. Kwa sababu kuna mwingine anaweza kaambiwa nenda kuoge maji siku 3. Lakini ukaoga siku 2 ukaja unamwelekea nabii kwamba ile tatizo halijaondoka. Kwa nini? Kwa sababu wewe umeona kama umeoga maji, lakini ukipunguza namba ile siku, hata kama ungefanya siku 2 na nusu, muujiza usingetokea kwa kabisa. Kama unanielewa sema amen. Amen. Akikwambia toa kitu fulani, pasipo kufanya mahojiano wewe na mwenyewe au wewe na ndugu yako, unatakiwa kufanya kile kitu exact kama ulivyoambiwa. Maana ndani ya kufanya yale maelekezo kinabii anakuambia, haijalishi amekwambia toa hichi toa kile. Huyo ni Mungu amepitia kilo cha nabii kusema na wewe na kufungua hatima ya maisha yako namna hiyo. So unapopata prophetic instruction yoyote, you have to follow it. Unatakiwa kufuata hiyo. Na ukifuata mpaka mwisho, yani 100%, maisha yako hayatabaki kama yalivyo. Amen. Kama unaamini sema amen ni nguvu pale ulipo. Amen. Mtu mmoja nifungulie Wafalme wa Pili, mtumishi wa Mungu, nifungulie kwa haraka kidogo Wafalme wa Pili. Sura 13. Sura 13. Wafalme wa Pili sura ya 13. Anzia mstari wa 15. Anzia mstari wa 10. Mstari wa 14 mpaka wa 18. Neno la Mungu linasema, basi Elisha alikuwa ameshikwa na ugonjwa wake uliomuua. Basi Elisha alishikwa na ugonjwa wake uliomuua. Sikiza kwa makini. Naye Yehoshafati mfalme wa Israeli akateremka amtazame. Akamlilia mbele yake akasema, baba yangu, baba yangu, baba yangu, baba yangu Elisha. Gari la Israeli na wapanda farasi wake. Gari la Israeli na wapanda farasi wake. Elisha akamwambia, toa uta na mshale. Toa uta na mshale. Naye akatoa uta na mshale. Akamwambia mfalme wa Israeli, weka mkono wako katika uta. Elisha akamwambia mfalme wa Israeli, weka mkono wako katika nini? Katika uta. Naye akaweka mkono wake juu yake. Elisha akaweka mikono yake juu ya mikono ya mfalme. Akasema, lifungue dirisha linaloelekea mashariki. Akalifungua. Basi Elisha akasema, piga. Akapiga. Akasema, mshale wa Bwana wa kushinda. Naam, mshale wa kushinda Shamu. Kwa maana utawapiga
Washami katika Afeki hata utakapowaangamiza. Kwa maana utapiga Washamu hata utakapoangamiza. Akasema itwae mishale. Akasema itwae mishale. Akaitwaa. Akaitwaa. Akamwambia mfalme wa Israeli. Akamwambia tena mfalme, piga chini ile mishale. Akapiga chini mara 3. Akapiga chini mara 3. Akaacha. Ikawaje? Mstari wa 19 anasema yule mtu wa Mungu akamkasirikia akasema. Yule mtu wa Mungu Elisha akamkasirikia mfalme wa Israeli akasemaje? Ingalikupasa kupiga mara 5 au mara 6. Ingalikupasa kupiga mara 5 ama mara 6. Ndipo ungaliwapiga Shamu hata ukuiangamiza. Ndipo ungaliwapiga Shamu hata ungeangamiza. Bali sasa utaipiga Shamu mara 3 tu. Bali sasa utaipiga Shamu mara 3 tu. Malizia. Mstari wa 20 nasema Elisha akafa nao wakamzika. Basi vikosi vya Wamoabi wakaingia katika nchi mwanzoni mwa mwaka. Ishia. Katika huu mstari wa 18 anakuambia kwamba kwanza hapa kilichokuwa kinatendeka ni nini? Walikuwa wakienda step by step. Alikuwa Elisha na mfalme wapi? Wa Israeli. Walikuwa wakienda step by step. Akamwambia fika hapa, fungua dirisha linaloelekea mashariki. Piga, akapiga. Lakini alipofika kuambiwa piga mishale, alipiga mishale 3, baada angepiga mishale mingapi? 6 au mingapi? 5. Ndipo akaambiwa utawapiga watu wa Shamu kwa mara ngapi? Mara 3 tu. Kwa nini aliambiwa mara 3 tu? Hakuweza kukizi kile kiwango ambacho nabii wake alimwambia afanye. Yaani ina maana kwamba kwa namna nyingine pale aliambiwa apige mishale 5 ama 6, yeye alishia mishale 3 akaona it is done. Lakini kumbe pale angetakiwa kuongeza mpaka ifike mishale 5, alafu mwisho wa siku aweze kupewa prophetic ile kwamba angepewa ile prophetic word, angepewa ile neno la kinabii ya kwamba lazima utawapiga mara hii na watangamia kabisa. Lakini Biblia inasema kwamba aliambiwa utawapiga mara 3 tu. Na wala kuwapiga kwa mara 3 hautawaangamiza kabisa. Naongea na watu hapa. Utakuja madhabahuni leo. Utaambiwa na mama, nabii atakwambia nenda kaoge siku 7. Yes. Tachukua maji kaoge siku 21 ama oge siku 3. Ndio. Kaoge siku 2. Yes. Utakuta kwamba umepunguza tatizo lakini hujamaliza tatizo. Sikia nikwambie, kwa kufuata maelekezo ya kinabii, tatizo huisha kabisa. Lakini kwa nini tatizo haliishi kabisa? Kwa sababu umalizi yale maelekezo ya kinabii kwa maisha yako. Kama Bwana bibi, maelekezo aliyoachia mama yangu, ndio nakwenda kuyatimiza. Mungu mama yangu kutokee. Angalia shida ya maisha yako. Usibaki hata hiyo kidogo. Mungu kutembelee na ufanye tatizo kabisa. Mwambie. Kama kuna kosa kubwa ukifanya, ni pale Mungu anasema na wewe. Anasema na nabii, anasema juu ya maisha yako. Kila alichotabiri ni kweli kabisa. Kila alichokisema ni kweli kabisa. Yes. Na ukaitikia kabisa. Atakupa maelekezo. Mwambie mwenzako maelekezo. Maelekezo. Watu wengi waliokuwa wanaamini katika huduma ya kinabii ama watu wengi wa kanisa ndani ya prophetic ministry huwa mara nyingi katika neno la kinabii wanaliamini sana kwamba everything is true. Kila kitu ni kweli mama. Kila kitu ni kweli mama. Lakini tukienda kwenye maelekezo hapo ndipo kuna tatizo kubwa. Amen. Ndipo mtu tunamwona leo kanisani anarudi anapiga simu, mama ile tatizo halikuisha. Mama ile tatizo halikuisha. Au umeambiwa nenda utafanya kitu hichi na hichi na hichi, afu ukimaliza fanya hivi. Ukaenda ukafanya robo, ukasema mama nimefanya lakini tatizo halijaisha. Pasipo kufuata maelekezo usitegemee kuchoma hadi siku. Amen. Nikisema na watu hapo wengine waliambiwa kwenda kuchoma ile prayer mat na kutumia ile chivu na kutumia ile maji ya upako, nikisema nao utasikia ni wachache tu walifanya. Au mwingine anasema nilifanya Jumatatu nimesahau, Jumanne, Jumatano nimerukia, Alhamisi nategemea nifanye kesho. Hapana, uko wrong. Ukiambiwa anza Jumatatu follow instructions. Anza Jumatatu, fanya Jumanne kama ni siku 3, Jumatano malizia, alafu anza kushukuru Mungu ya kwamba tayari nimetimiza ile neno la kinabii. Yes. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninachokiamini jioni leo, Mungu wa mambo atatuhudumia si kawaida. Yes. Na ninao nafasi na furaha pekee kumwona mama yangu fika mahali hapa. Ninajua kwamba kuna kusudi la Mungu pia kuwepo mahali hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia nitoe shukrani zangu za pekee kabisa kwa Mungu wa mama yangu kwa kunipatia nafasi hii ya kusimama tena mbele yenu siku ya leo na kuweza kuhudumia kama mwana wa nabii. Na ninaamini roho mama yangu imejaa ndani yangu
na nguvu hiyo katika madhabahu iko juu yangu, na ninaamini hakuna atakayebaki kama ulivyo katika jina la Yesu. Kama unaamini piga makofi na vigelegele pale, ongeza makofi na vigelegele pale. Ongeza tena makofi na vigelegele pale ulipo. Amen. Ongeza tena pale ulipo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi tutumie muda wetu vizuri sana. Kwa haraka nataka uwe na sikio la haraka, alafu pia uwe punctual. Tutaenda spidi sana. Na ninahitaji wakati huu tutakuwa tunaenda katika kipengele, lakini tunaenda lakini mwisho tena tunaingia katika maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pale ambapo Roho Mtakatifu ataruhusu tuje kwenye maombi, tutaingia kwenye maombi. Kwa hiyo usikae kama mgeni, kaa kama mwenyeji ambaye unajua Mungu mama yetu yuko namna gani na anahitaji nini kwa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jioni leo nitaenda kusema na wewe kwa ufupi sana na kwa spidi sana kwa sababu ya muda wetu si rafiki sana. Lakini kichwa cha habari cha leo kinasema obey your prophetic instruction. Obey your prophetic instruction. Obey your prophetic instruction. Tii na kufuata maelekezo ya kinabii. Amen. Tii na kufuata maelekezo ya kinabii. Obey prophetic instruction. Ndivyo unaweza ukafanikiwa kwenye maisha yako kwa urahisi. Maana siku zote manabii hutembea kwa vitu ambavyo vinashikika, lakini pia hutembea kwa maelekezo sana. Ndio maana Biblia inasema kwamba Elisha baada ya wale wana nabii kutembea na kudondosha ile shoka ndani ya kijito, Elisha alichofanya alitumia kitu na kutupa mahali na shoka likaelea. Kwa nini? Kwa sababu kwamba kuna kitu unaweza ukapewa na ukaenda nacho mahali na ukaelekezwa fanya 1 2 3. Ukifuata kama ulivyoambiwa pasipo kupoteza yale maelekezo ambayo umepewa madhabahu, ukafuata 100%, ni kwamba umefuata ile, umeobey ile sauti ya Mungu, yani umeheshimu yale maelekezo ya kimungu juu ya maisha yako. Amen. Na utapewa kitu fulani uende nacho. Kama kwa mfano juzi tumeambiwa tukachome prayer mat, alafu tumalize tutumie ile jivu, lakini pia tunaye maji ya upako. Ukifanya kama alivyokuelekeza nabii, ni kwamba Mungu ndio amekuelekeza ukafanye kile ili uweze kutoka kwenye tatizo lako. Amen. Kwa hiyo Mungu mama yangu akanipa ujumbe huu. Na nikawa nimeshirikiana na mama yangu, lakini ujumbe huu ulikuwa ni dhahiri kabisa ufike kwako leo. Kwa sababu kuna mwingine anaweza kaambiwa, nenda kuoge maji siku 3. Lakini ukaoga siku 2 ukaja unamwelekea nabii kwamba ile tatizo halijaondoka. Kwa nini? Kwa sababu wewe umeona kama umeoga maji, lakini ukipunguza namba ile siku, hata kama ungefanya siku 2 na nusu, muujiza usingetokea hapo. Kabisa. Kama unanielewa sema amen. Amen. Akikwambia toa kitu fulani, pasipo kufanya mahojiano wewe na mwenyewe au wewe na ndugu yako, unatakiwa kufanya kile kitu exact kama ulivyoambiwa. Maana ndani ya kufanya yale maelekezo ya kinabii anakuambia, haijalishi anakuambia toa hichi toa kile. Huyo ni Mungu amepitia kinywa cha nabii kusema na wewe na kufungua hatima ya maisha yako namna hiyo. So unapopata prophetic instruction yoyote, you have to follow it. Unatakiwa kufuata hiyo. Na ukifuata mpaka mwisho, yani 100%, maisha yako hayatabaki kama yalivyo. Amen. Kama unaamini sema amen yenye nguvu pale ulipo. Amen. Mtu mmoja nifungulie Wafalme wa Pili, mtumishi wa Mungu, nifungulie kwa haraka kidogo Wafalme wa Pili. Sura 13. Sura 13. Wafalme wa Pili sura ya 13. Anzia mstari wa 15. Anzia mstari wa 10. Mstari wa 14 mpaka wa 18. Neno la Mungu linasema, basi Elisha alikuwa ameshikwa na ugonjwa wake uliomuua. Basi Elisha alishikwa na ugonjwa wake uliomuua. Sikiza kwa makini. Naye Yehoshafati mfalme wa Israeli akateremka amtazame. Akamlilia mbele yake akasema, baba yangu, baba yangu, baba yangu, baba yangu Elisha. Gari la Israeli na wapanda farasi wake. Gari la Israeli na wapanda farasi wake. Elisha akamwambia, toa uta na mshale. Toa uta na mshale. Naye akatoa uta na mshale. Akamwambia mfalme wa Israeli, weka mkono wako katika uta. Elisha akamwambia mfalme wa Israeli, weka mkono wako katika nini? Katika uta. Naye akaweka mkono wake juu yake. Elisha akaweka mikono yake juu ya mikono ya mfalme. Elisha akaweka mikono yake juu ya mkono wa mfalme. Akasema,
lifungue dirisha linaloelekea mashariki. Akalifungua. Basi Elisha akasemaje? Piga. Akapiga. Akasema mshale wa Bwana wa kushinda. Naam, mshale wa kushinda Shamu. Kwa maana utawapiga Washami katika Afeki hata utakapowaangamiza. Akasema itwae mishale. Akaitwaa. Akamwambia mfalme wa Israeli, piga chini ile mishale. Akapiga chini mara tatu. Akaacha. Ikawaje? Mstari wa 19 anasema yule mtu wa Mungu akamkasirikia akasema. Yule mtu wa Mungu Elisha akamkasirikia mfalme wa Israeli akasemaje? Ingalikupasa kupiga mara 5 au mara 6. Ndipo ungaliwapiga Shamu hata ukuiangamiza. Bali sasa utaipiga Shamu mara 3 tu. Malizia. Mstari wa 20 nasema Elisha akafa nao wakamzika. Basi vikosi vya Wamoabi wakaingia katika nchi mwanzoni mwa mwaka. Ishia katika huu mstari wa 18 anakuambia kwamba kwanza hapa kitu kwa kinatendeka ni nini? Walikuwa wakienda step by step. Alikuwa Elisha na mfalme wapi? Wa Israeli. Walikuwa wakienda step by step. Akamwambia fika hapa, fungua dirisha linaloelekea mashariki. Piga, akapiga. Lakini alipofika kuambiwa piga mishale, alipiga mishale mitatu, baada angepiga mishale mingapi? 6 au mingapi? 3. Ndipo akaambiwa utawapiga watu wa Shamu kwa mara ngapi? Mara 3 tu. Kwa nini aliambiwa mara 3 tu? Hakuweza kukizi kile kiwango ambacho nabii wake alimwambia afanye. Yaani ina maana ya kwamba kwa namna nyingine pale aliambiwa apige mishale 5 ama 6, yeye alishia mishale 3 akaona it is done. Lakini kumbe pale angetakiwa kuongeza mpaka ifike mishale 5, alafu mwisho wa siku aweze kupewa prophetic ile kwamba angepewa ile prophetic word, angepewa ile neno la kinabii ya kwamba lazima utawapiga mara hii na watangamia kabisa. Lakini Biblia inasema kwamba aliambiwa utawapiga mara 3 tu. Na wala kuwapiga kwa mara 3 hautawaangamiza kabisa. Ongea na watu hapa. Utakuja madhabahuni leo. Utaambiwa na mama nabii atakwambia nenda kaoge siku 7. Yes. Tachukua maji kaoge siku 21 ama oga siku 3. Ndio. Wewe kaoga siku 2. Yes. Utakuta kwamba umepunguza tatizo lakini hutamaliza tatizo. Sikia nikwambie, kwa kufuata maelekezo ya kinabii tatizo huisha kabisa. Lakini kwa nini tatizo halisi kabisa? Kwa sababu umanizi yale maelekezo ya kinabii kwa maisha yako. Lakini kama nabii maelekezo aliachia mama yangu ndio nakwenda kuyatimiza. Mungu mama yangu kutokee kuangalia shida ya maisha yako. Usibaki hata hiyo kidogo. Mungu kutembelee na ufanye tatizo kabisa. Kama kuna kosa kubwa ukifanya, ni pale Mungu anasema na wewe. Anasema na nabii, anasema juu ya maisha yako. Kila alichotabiri ni kweli kabisa. Kila alichokisema ni kweli kabisa. Yes. Na ukaitikia kabisa. Atakupa maelekezo. Mwambie mwenzako maelekezo. Watu wengi waliokuwa wanaamini katika huduma ya kinabii ama watu wengi wa kanisa ndani ya prophetic ministry huwa mara nyingi katika neno la kinabii wanaliamini sana kwamba everything is true. Kila kitu ni kweli mama. Lakini tukienda kwenye maelekezo hapo ndipo kuna tatizo kubwa. Amen. Ndipo mtu anamwona leo kanisani anarudi anapiga simu, mama ile tatizo halikuisha. Umeambiwa nenda ukafanya kitu hichi na hichi, afu ukimaliza fanya hivi. Ukaenda ukafanya robo, ukasema mama nimefanya lakini tatizo halijaisha. Pasipo kufuata maelekezo usitegemee kuchoma hadi siku. Amen. Nikisema na watu hapo wengine waliambiwa kwenda kuchoma ile prayer mat na kutumia ile chivu na kutumia ile maji ya upako, nikisema nao utasikia ni wachache tu walifanya. Au mwingine anasema nilifanya Jumatatu nimesahau, Jumanne, Jumatano nimerukia Alhamisi nategemea nifanye kesho. Hapana, uko wrong. Ukiambiwa anza Jumatatu follow instruction. Anza Jumatatu, fanya Jumanne kama ni siku 3, Jumatano malizia, alafu anza kushukuru Mungu ya kwamba tayari nimetimiza ile neno la kinabii. Yes. Nasema kwamba huyu mfalme wa Israeli akapiga mara 3. Alifaa apige mara ngapi? Mara 5 au mara 6. Lakini akapiga mara 3 akanyamaza. Ndio maana unaweza kukuta hapa akuambiwa wala kupewa namba. Aliambiwa tu wewe anza kupiga.
Akapiga mpaka mara 3 akasema nimalize. Lakini unaweza kukuta mtu amekuja hapa, pengine akaambiwa, mfano juzi Jumapili, yule dada yule akiwa hapa akaambiwa puliza filimbi. Ukiambiwa puliza mpaka uambiwe basi. Usiishie njiani. Nenda mpaka utaambiwa haya, it is now. Lakini usimalize mwenyewe useme nimemaliza. No. Kwa sababu aliyeanza na wewe si wewe mwenyewe, alianza na nabii. Wacha nabii alianza na wewe ndio kustopisha mwisho wa katisha. Kwanza nawe acha malize mwenyewe. Kuna maelekezo alikupa mwanzo, acha malize na wewe. Usimalize wenyewe. Ndio maana tunaanza katika roho, tunamaliza katika mwili. Na hapo unaanza katika roho. Unaamini, unaabudu, unaimba vizuri, unamwamini Mungu ana BS. Lakini katika kumalizia maelekezo, umeambiwa kufanya sadaka, unatoa macho kama umepoteza nauli. Hapo anaweza kaja kusema kwamba Mungu amesema kwamba ili upate mtoto chukua hapo hili, lakini unatakiwa kufanya sadaka ambayo si ya kawaida. Anakuambia fanya hata mwana kondoo, fanya hata ng'ombe, ama fanya kiasi fulani cha pesa, ama asikutajie. Pale tu ndio unaanza kumdoubt nabii. Nimepewa pesa sina kumi. Wewe uliingiaje? Kwa yale maneno makubwa ambayo uliambiwa mwanzo kwamba nabii, kuna Mungu anaponya hapo, kuna nini? Hayo uyaoni wote. Ukusikia miujiza inatendeka hapa, ukusikia shida zinasema hapa, lakini ukifika upande wako shukuru Mungu, ukaambiwa kafanye 1 2 3, unaanza kusikia hiyo ni ngumu. Hapo ndipo tunaona kwamba nabii ni fake. Ongeza makofi kama hujachukia pale ulipo. Makofi. Akasema na Ibrahim, soma kitabu cha Mwanzo 22. Mungu akasema na Ibrahim, mchukue mwanao Isaka umpeleke ukamtoe nini? Sadaka. Kumtoa mtoto sadaka si jambo la kawaida. Na alikuwa ni mtoto kipekee wa uzeeni, ambaye ndio alikuwa anamtegemea kumpata. Lakini Mungu akamwambia kamtoe huyo. Pale kwenye kumtoa, bado alichokiona Ibrahim akuona yule mtoto, aliona yule ukuu wa Mungu aliyemwelekeza kamtoe. Alipotoka maeneo yale, akakwenda na yule mtoto mlimani. Alipofika anataka kumchinja, akatazama ile yani akatazama ile utii wa nani? Wa Ibrahim. Akatazama ule utii wa Ibrahim. Baada ya kutazama, akamfanyia mwanakondoo pembeni. Akasema kwamba kwa kuwa umetii, atakumchinja mwanao, chukua huyu mwanakondoo hapo, chinja umtoe. Sikia, ndani ya kutii kuna muujiza matokeo kwa maisha yako. Ndani ya kutii kuna muujiza matendeka kwa maisha yako. Sasa nikwambie, wewe ni mgonjwa. Hujatii ulichoelekezwa mpaka mwisho. Ndio maana unarudi kwa ahafu au kutirika kabisa. Lakini nikizungumzia kwa habari ya mtu kama mtu, pale Ibrahim kumtoa mtoto si jambo la kawaida kama unavyofikiri. Wewe ukiamua kutoa shilingi 20,000 ungezi ni issue. Lakini kumtoa mtoto just imagine, afu mtoto wa uzeeni. Ndio maana tunamwita baba wa nini? Wa imani. Alisema no matter what, Mungu alimweka huyo mtoto, ndiye huyo akimtaka basi nimpeleke. Na wengine amefika hapa, alikuwa hana hata uwezo wa maisha, hana chochote. Neno la kinabii limetoka madhabahuni, kaombewa akapata utajiri. Maisha yamekuwa mazuri. Wakati ule sasa akiambiwa toa kiasi fulani, anaanza kusema niko busy, niko hivi na hivi na hivi. Umesahau kwamba alianza na wewe ni Mungu. Na akakuwekea muujiza ni Mungu. Basi kuna saa unatakiwa kumjengea Mungu. Ama kama si kumjengea Mungu basi kuitunza madhabahu. Amen. Kwa nini Ibrahim ampeleke mtoto? Asema kwamba no matter what. Na akamficha mkewe akapanda na mtoto mlimani kwenda kuchinja. Kwa nini alikwenda kufanya ile sadaka? Aliobey ile instruction ya Mungu. Na Mungu sisi anatupa maelekezo kila leo. Na maelekezo si hatuwezi kumwona Mungu hata siku moja. Kweli. Hata siku moja. Mungu anasema direct na nabii. Na hata tukimwona Mungu sisi tunaweza tusiishi. Sometimes tunaweza tukafa moja kwa moja. Na hatuwezi kustahimili. Naongea na watu hapa. Ina maana kwamba Mungu anaposema na nabii haina tofauti na Mungu aliposema na Ibrahim kwenda kumfanyia Isaka sadaka. Kwa sababu Mungu anasema kupitia kinywa cha nani? Cha nabii. Na maelekezo yote yanatoka kinywa cha nini? Cha nabii. Na tukifika pale sehemu ya kufanya, ni lazima tufanye 100%. Weka mkono wako tuseme Mungu nitafanya leo. Mungu mama yangu. Nisaidie kufanya leo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nipe neema ya kufanya. Maagizo ya kinabii. Nipe neema ya kufuata. Nipe neema ya kufuata. Maagizo ya kinabii. Niweze kuyatimiza. Na maisha yangu yafunguliwe leo. Na maisha yangu yafunguliwe leo. Sasa nikwambie kitu kimoja. Mwambie mwenzako siri siri. Siri siri. Mwambie mwenzako siri siri. Siri siri. Ukitaka kufanikiwa kwenye madhabahu ya kinabii. Ukitaka
wanaofanikiwa kwenye madhabahu ya kinabii, madhabahu ya kinabii yanaenda na maelekezo tu. Ndipo mwingine utakuta anatoka nje anasema kwamba hata nabii leo hajaniwekea mkono kichwani, hata nabii leo hajanishika na mkono wake, lakini alisema pokea vyombo vingine, lakini ile vyombo vingine ukoona kama ni maelekezo, akamwambia nenda ukafanye hivi. Mwingine unaweza kukuta njoo, akasimama, akaambiwa nenda kufanya moja mbili tatu, akasema mbona nabii hajaniombea? Mchungaji atakuja atasema atakusikiliza shida yako, unaumwa nini? Tumbo, atadili na tumbo, lakini nabii utamwambia unaumwa tumbo, labda umemwahi kingine ukamwambia kabla hajakwambia, lakini anakwambia tumbo hili si tumbo. Kuna bibi yako alifanya 1 2 3 4, anaua ule mzizi wa tatizo lako, sio kwenye matao. Nikwambie wewe unaniambia kuombewa, ina maana kwamba unaona tatizo, wewe ndio unaona tatizo, kichwa kinauma, lakini kumbe nabii anaona kuna dawa imetandana kwa mganga. Ni tofauti kabisa. Mtazamo wako na unabii wako ni vitu viwili tofauti. Mitano hapo nafikiri si kazi zile za wenzetu. Lakini wewe huwezi kuona kwamba umebandikwa mikono mpaka umechoka. Hapo umeambiwa tu wewe nenda kaoge maji siku 3. Umetoka umefuta mdomo kama fundisha kwamba mtu mwenyewe niombea. Ananiambia nikaoge maji. Sasa ndio nini na nabii huyu? Maneno kibao njia. Mwambie mwenzako obey prophetic instruction. Obey prophetic instruction. Mwambie mwenzako heshimu maelekezo ya kinabii. Heshimu maelekezo ya kinabii. Ukisoma Biblia, manabii wengi walikuwa wakitumia neno usiogope. Yes. Waweza kusema kesi yako kaielezea kwa tamani mama anyanyue simu akuombee kwenye simu. Lakini akakwambia usiogope. Hiyo nao ni agizo. Amen. Naongea na watu hapa. Yes. Akwambia usiogope, hiyo nao ni nani? Ni agizo. Wewe tu usiogope. Sasa umeniambia mama nisiogope, kwa hiyo sasa mimi naona kuna mchanganyiko kwenye hakuna. Wewe unajua usiogope. Relax hapo. Hata kama kuna moto mawe, wewe relax. Yes. Lakini mtu wewe ataambia kwamba hivi na hivi usiogope, atasema nabii, utasikia kuna kupiga mwana nabii samani, kuna tatizo inaomba uniombee. Nikampa namba ya mama. Wewe peleka tatizo kwa hii namba. Mama nimeshaongea naye. Yeye akaniambia usiogope, naomba uniombee. Alafu ni usiku. Nikakuuliza wewe ulipata wapi namba yangu? Nikipata pale kanisani kwa mtu fulani. Sasa mimi ndio mwenye madhabahu, hamna. Mwenye madhabahu alisemaje? Usiogope. Sasa unataka mimi nifanye nini? Saidia mwana nabii. Mama yeye madhabahu kasema usiogope. Ndio. Alafu mimi nyanyua usamilize. Kwa sababu mwenyewe nategemea kauli usiogope nianze kuishi. Yaani mwenyewe naitegemea na unaomba maji kwangu. Yaani sijui ndio ile unasema kwamba unatoa maji nani gombano unapeleka mtoro. Ndio kitu unafanya. Kwa hivyo amini kile nabii wako anakuambia. Yes. Unless kampaka mwanae mafuta hapa akasimama, labda pengine hayupo au kumwelekeza mwanae akakwambia usiogope, nenda ufanikiwe kwa kuwa wewe mama yangu iko ndani yangu. Sikia nikwambie. Nabii anaweka roho ndani yetu kwa staili moja. Anaweka roho ndani yetu kwa sababu kuna mambo mengi anatakiwa kufanyia. Kuna sehemu nyingi anatakiwa kwenda kuhudumu. Lakini anapoweka ndani yetu anaweka portion. Anaweka portion ya maisha yako. Anaweka portion ya uponyaji wako. Anaweka portion na wewe kule viwango vingine. Portion anaweka ndani ya gari. Anakuambia nenda uipeleke kwa Mungu wangu. Kwa hiyo inakuwa ni kama gari limewekewa mzigo, liende likautue mahali. Kwa hiyo unatakiwa kusema nikile mama yangu amenituma nikiseme kwako wewe. Why? Kwa sababu masharti ndio yanakufanya wewe uishi maisha mabaya, ama masharti pia yanaweza kusababisha uishi maisha mazuri. Ndio. Nikimaanisha masharti ya kinabii ndio maelekezo ya kinabii. Amen. Masharti mabaya ya maisha yako ndipo ndio tunapokuambia usile hichi usile hichi. Ndipo unapoona huenjoy ndoa yako. Ndipo unaona biashara haziendi. Ndipo unaona hili haliendi. Ndipo maana tunasema kwamba mtu huyu amefanikiwa sana lakini ana ukoma. Ufurahi mali zake. Ndio maana wanaokuwa zamani walikuwa wanasema kwamba niondolee kila kitu. Lakini niachie Yesu. Unamkuta anahubiri huko magengeni anahubiri. Sasa anamkuta mtu mwenye Prado kwa paki hapo. Akishahubiri leo unakuta tayari kiatu yeye vile vimetoka nje, anamhubiria mtu mwenye anamwambia Yesu ni utajiri, Yesu anaponya. Mwenye kuangalia pia Yesu kuponya ni bure. Inakuwa ni tatizo tena. Follow prophetic instruction. Ikaje mtumishi? Mstari wa pili unasema na Washami walikuwa wametoka vikosi wakamchukua mfungwa mmoja kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli. Naye akamhudumia mkewe na Amani. Akamhudumia mkewe na Amani. Mstari wa 3 unasema akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria. Laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyekuwepo PMYC. Amen. Tuendelee. Anasema
Anasema laiti, maana angemponya ukoma wake. Maana angemponya tatizo lake. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake. Akasemaje? Yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Asema hivi na hivi. Mfalme wa Shamu akasema, haya basi, mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake, akachukua mikononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Hiyo ni nini? Zawadi. Akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule. Ikawa akasema, waraka huu utakapokuwasilia, tazama, nimemtuma mtumishi wangu na Amani kwako, ili upate kumponya ukoma wake. Mstari wa 7 unasema, ikawa mfalme wa Israeli aliposoma waraka aliyararua mavazi yake. Akasema, je, mimi ni Mungu niue na kuuisha? Hata mtu huyu anipelekee mtu nimponye ukoma wake? Fahamuni basi na kusii, muone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana nami. Mstari wa 8 unasema, ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameararua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umeararua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Kilimanjaro. Amen. Hiyo ilikuwa ni Israeli. Hiyo ilikuwa ni kipindi cha kina Elisha. Lakini kizazi mpaka kizazi. Kutoka kwa kina Elisha tunawasoma ili tuweze kujua umuhimu wa manabii tulionao sasa hivi. Tuweze kujua umuhimu wa mama yetu Nabii Esther. Ni lazima tugundue kama kulikuwa umuhimu wa kina nani? Kina Elisha, kina Elia. Umuhimu aliokuwepo alifanya mambo gani? Alafu wale walioamini walikuwa na staili gani? Tuendelee mtumishi Mungu. Mstari wa 9 anasema, basi Naamani akaja na farasi wake. Uhodari wake na kila kitu na kuheshimika kwake, akaja na farasi wake. Ikawa na magari yake. Akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Na Elisha akampelekea ujumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7. Sikia hiyo. Na nyama ya mwili wako itakurudia. Nawe utakuwa safi. Lakini Naamani akakasirika. Akaondoka akasema, tazama, nalidhani bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Unamsikia huyu jamaa? Ndio. Yeye alipewa maelekezo. Akaona kwamba maelekezo yale ni fake. Kwanza ni mtu mkubwa, afu katumiwa kijakazi na amepewa maelekezo. Mwisho wa siku anasemaje kwamba alihisi kwamba angeikiwa hata mkono. Anasema na kupitisha mkono wake mahali penye ukoma na kuniponya mimi mwenye ukoma. Yeye alichotaka yeye atoke kule Elisha akashike mikono yake ile yenye ukoma. Aanze katika jina la Yesu na ponya ukoma huu. Ndio alizike. Kama wewe ulivyo hapa. Ndio maana umeanza kuangalia chini. Hebu nimalizie. Mstari wa 12 akasema, je, Abana na Faripari mito ya Dameski. Rudia hapo. Je, Abana na Faripari mito ya Dameski si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Sasa hapo ikawa akageuka akaondoka kwa hasira. Watumishi wake wakamkaribia wakamwambia, akasema, baba yangu, kama yule nabii angalikuambia kutenda jambo kubwa, usingalilitenda? Je, si zaidi basi akikuambia jioshe uwe safi? Si zaidi ya kuambia jioshe uwe safi? Ndipo sikia, nabii yule Elisha hakutaka kitu cha Naamani chochote, wala pesa yake hakutaka. Mjapo alibebewa zawadi, alibebewa vipande vya nini, bado akabebewa vitu kibao na pesa, lakini hakuhitaji vile vitu. Alichokihitaji yeye ni kwamba maelekezo ya Mungu kwa Elisha juu ya Naamani. Maelekezo ya Mungu kwa Naamani kupitia Elisha. Naeleweka vizuri? Yaani maelekezo ya Mungu yalikuja
kwa Elisha kwenda kwa nani? Kwa Naamani. Ndio aliwatengeneza yeye. Ndio maana unaweza ukaja hapa madhabahuni ukafikiri kwamba naomba maiki nzuri tafadhali. Ndio maana unaweza ukaja hapa madhabahuni ukafikiri kwamba labda pesa yako ndio itakayokupona. Ukaja hapa madhabahuni ukafahamu labda pesa yako ndio itakayokupona. Ama utajiri wako ndio utakayokupona. Ama ukome paki magari makali hapo nje, nabii hata kuambia chochote. Ya kwamba nabii anatetemeka atakupona. Lakini si nabii huyu. Ngoja nikwambie, manabii wanaojielewa. Rudia tena wanaojielewa. Nabii wote anajielewa, mtumishi wote anajielewa. Waga hapa pariki na mshirika huyu mwenye pesa, huyu maskini anamwacha na bagua huyu. Hapana. Maana yeye anaamini utajiri wote unatokea kwa Mungu. Na anaamini Mungu ndio mpaji wa kila kitu. Sasa inapotokea ya kwamba mtumishi anaanza kukimbizana na wale wenye pesa tu. Ndio maana unakuta kanisa leo wamejaa watu wenye pesa, unasikia huyu anaitwa Dani, njoo my son, sijui njoo my daughter, njoo my fulani. Fulani tu yule njoo. Lakini kwani wewe hujai kuona? Ipo. Wanatambuliwa tu wale peke yao. Kwa sababu ya nini? Ya pesa. Mtumishi anadiriki kumshusha Mungu chini, anatetemekea mtu mwenye pesa. Hapo. Kwa huyo ana pesa, ngoja nimhudumie haraka. Mzee, nusu huyo mzee ingia haraka, huyo mwenye pesa, mwenye gari nyeupe, asije akachukia. Sasa huyo mzee ana ukubwa zaidi ya Mungu? Hapana. Azina Mungu aliweka ndani ya nabii. Hakuna chochote kinaweza kuwa juu yake. Maana nabii pekee ndio amepewa nafasi ya kuzungumza na Mungu uso kwa uso. Wachungaji wengine watatemeka kwa sababu pengine mambo ni magumu hawaoni. Ukija walimu wengine watatemeka kwa sababu mambo ya Mungu hawaoni. Wainjilisti watatemeka wanasema huyu mtu mwenye pesa acha nimshikilie kwa sababu hawaoni. Lakini nabii anaweza kaona hizo pesa zako wala sio pesa. Ukileta za kuleta ukiondoka, utarudi mwenyewe na magoti tena na nyingine zimeshapotea. Kwa hiyo ni bora uweze kukaa ukatili. Hatabariki ile pesa yako maana ameshaona mwisho na mwanzo ile pesa yako. Amen. Hivyo kuna watu wanakuja kanisani wakiwa na uwezo fulani. Na wanatafuta nafasi za mbele. Kama hawezi kunihudumia, ondoka. Nimewahi kuona pale KDC siku moja tuko pale kwenye international business. Wakanifuata wazee fulani walipaki gari pale nje. Wamekuja na jana. Sisi bwana ndogo vipi? Salama, salama. Mara. Asimpelekwa hapa ni vipi? Sisi tuna haraka sasa hivi. Yaani yeye mimi mwenyewe nilipomwona yule na mimi Mungu anijalia kwa ujanja fulani. Nikaona hii pesa nasema poa. Mungu analanga kwa hiyo nasema. Wale tunataka tuingie kwa nabii. Hebu tufanyie mpango tuingie. Nabii bwana hapa kuna za kufanya. Yes. Bila kuchukua namba toka kwenye kitu usubuhi hapo mpaka uingie hapo chumi ndani. Amen. Wakazunguka pale wakiwa na hasira, kwambia ndio tunataka kuziliza huko hapa wewe. Kama una haraka wewe utakutangulia labda utakuja siku nyingine mdogo. Amevuta mdomo karibu uanguke. Kwa hiyo anataka kupitia ile status ya pesa zake au dumiwe. Ndicho kilichokuwa kwa Naamani. Ndio. Alitaka kwa yeye mbali, mkuu wa vita, ana uwezo mkubwa, anaheshimika, basi aende kwa Elisha na Elisha afanye kama anavyotaka Naamani. Hapana. Na pia afanye kama anavyotaka wewe. Afanye kama maelekezo ya Mungu alivyoachia. Na usifosi nabii afanye unavyotaka wewe. Mwisho atakwambia, "Haya, nenda." Kikibumba huko, bwana mama imekuwa hivi. Sio unasema unataka hivyo. Mimi ninakosa gani? So, hata unapokutana na nabii au na neno la kinabii, hata kama ni dogo zaidi ulivyokuwa unategemea, uone kwamba ni kubwa ndio chanzo cha kufungua maisha yako. Mimi nasema kwamba Naamani anagaribika, akawa na hasira kwa nini nabii amemdharau. Kama miaka jiosha, asitoke nje kuja kukishika labda nishike mikono. Nabii amenidharau. Yaani anaona kama mimi ni wa kuweka wa mwisho. Hawa watu hapo wana uwezo gani kuzidi mimi waingie? Nabii amenidharau. Huyu nabii hana heshima. Na kuna nyingine niliona kwenye group. Na heshima kwa pokezi yangu. Waona wewe ni nani? Siku zote kutenda kitu cha kimungu ni tizi. Ni zaidi ya kupiga chini. Yaani kuna chizi unatakiwa kuwa mnyenyekevu, kufuata maelekezo, kusubiri tena kwa heshima na unyenyekevu ili uweze kwenye hatima unayo. Ukihitaji kupambana kwenye maisha yako, maneno ya kinabii yanakuwa yanakuja, unasimama unapokea ni kweli, unazuia darasani ni kweli, lakini maisha yako hayataweza kubadilika. Kwa nini? Kwa sababu unahitaji unyenyekevu wa kufuata na kuheshimu alichokutuma nabii. Asa mfano mzuri simuona hata mimi mwenyewe. Wewe unifuata mimi unaniambia kwamba asema mama akakataa kuniombea. Hebu niombee wewe. Mimi mwenyewe mbona nategemea. Unaona kisu kingine nakamatwa. Je, unapokamatwa? Mimi mwenyewe kuna maelekezo nilipewa. Mara kwanza nishindikana. Nikarudisha jibu nimeshinda. Hapa kutosha. Yaani akasema kuliko hivyo mimi sikuone hapa.
Why? Kwa sababu niliona kama nimeshindwa. Kuna grace time ambayo itatokea, grace chance itatokea. Yaani nafasi ya neema ya kunifanya niende. Lakini akaniambia ni ngumu kama unavyoambiwa. Toa kitu fulani, unaanza kutoa macho, yaani ni ngumu sana. Ndipo ilikuwa ngumu hivyo. Ni Mungu amenipa nafasi nyingine. Nikasema hata nikapambana niweze kupata. Lakini kumbe si moja. Kama kuna vitu nafaa kufanya, ni kusikiliza kile nabii anakuambia. Huyu bwana alienda kuoga mtoni mara ngapi? Mara 7. Aliambiwa kaoge mara ngapi? Mara 7. Ina maana akioga mara 6:30, muujiza usingetendeka. Kabisa. Umesikia vizuri? Ndio. Mama, umenisikia vizuri? Mungu wa mambo anataka kuhudumia leo. Amen. Ni siku ya kwanza kufika leo. Ni siku ya kwanza kufika leo. Kama ni siku ya kwanza kufika hapa leo, umekutana na neema ya ajabu kwa sababu hata mama yangu yuko mahali hapa. Na mama yangu atakuhudumia leo. Nguvu ya Mungu wa mambo itakuhudumia na utakuwa uko sawa. Lakini ni moyo wa kuabudu na ni moyo wa kwamba umefika siku kwamba umekuja tu kuangalia muujiza uondoke. No, asema kwamba nimekuja kuabudu kwa sababu nimesikia matendo makuu ya Mungu wa huyu mama hapa. Kwa hiyo hata mimi nimekuja niashuhudie, nimwabudu Mungu siku zote. Nimekuja tu alafu Jumapili niende ukapana. Asante. Mungu wangu ni mwaminifu sana. Hawezi kukuponya wewe hata wewe dada unishika hivi. Hawezi kuwaponya wote mkawa sawa. Lakini Mungu wangu anachokisema hapa, anahitaji si kuja kumuona siku moja. Hata mlifika mko mnajua kwamba tumekuja kwenye maombi. Hii ni ibada kama ibada nyingine. Na ndio kamilika kama ibada nyingine. Hii si sema ya maombi alafu sema una kanisa mahali hapa. Kanisa lako linatakiwa liwe lile ambalo Mungu amekutokea na kama hivyo Mungu wa mambo atawahudumia leo. Mtahudumiwa kwa maelekezo. Hapo leo tumeshuhudia juzi hapa hajapata mtoto miaka mingi. Ndio. Huyo wa Kenya. Aliambiwa akarudi akasema sawa akaenda. Aliambiwa tumia maji siku 7, sio? Lakini mimi nilichokuja nacho hapa mimba miezi 8. Mzigo unatema mna sio? Nikuulize wewe. Unaambiwa kaoge mara 3 siku 3 tu unaanza kutoa mdomo unavuta. Wewe ni nani? Sasa inachotakiwa hapa sasa, maelekezo ndio muhimu kabisa. Yaani wewe nawe fuata maelekezo. Na wewe kama agano kwenye madhabahu, mimi lazima ni mtoto wa hapa. Na kupitia madhabahu hii, mambo yatafungua. Ndani ya pale Biblia inasema, akaenda kaoga mara 7. Baada ya kuoga ilikuwa mtumishi wa Mungu. Nasema mstari wa 14. Ndipo akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani. Akajichovya mara 7 sawa na neno la nani? Sawa na neno lake yule. Uoge maji mara 3 sawa na neno la nani? Nabii wako. Uoge maji siku 7 sasa na neno la nani? Siku 21 sasa na neno la nani? Nabii. Unalie prayer mat sasa na neno la nani? Nabii. Upate mafuta upako sasa na neno la nani? Nabii. Ukaweke mchanga sempani sasa na neno la nani? Nabii. Ukatupe mawe sempani sasa na neno la nani? Nabii. Nikatimie 100% kwa maisha yako. Nikapiga kwa nabii. Maana kidogo cha mama yangu. Chiko mwana mawi. Amefunguliwa. Amefunguliwa. Kwanza upokea. Pokea bila kubwa. Ngoma ya bila dogo. Wewe kufungia njia. Madirisha yako yafunguke. Ndani ya hiyo jambo alokutuma. Ndani ya maelekezo haya. Ndio. Akufanyie mwana kondoo pekee. Ndani ya maelekezo ya Mungu kwa Ibrahim. Yes. Nikamtoa Isaka. Kwa kuwa Ibrahim alitii. Ndio. Isaka akatolewa kondoo pembeni. Amen. Naye akabaki. Pengine ni mchango umeahidi. Pengine kuna sadaka fulani umeahidi. Ndio. Fanya kama ilivyo. Mungu akufanyie kondoo pembeni. Inamaanisha kwamba unafuata ile maelekezo. Mungu anakuongeza zaidi. Anakuachia furaha yako. Pengine unaumwa. Kuna matatizo, una amani. Lakini Mungu mama yangu yuko. Geuza historia yako. Fanya furaha kwa maisha yako. Fanya breakthrough kwa maisha yako. Atapika mwana bure. Sio mama yangu. Mama yangu kitalipa. Atapika mwana bure. Sio mwana kondoo. Mwana kondoo. Mwana kondoo. Utapata kwa maisha yako. Kwa jina la Yesu. Utapata kwa maisha yako. Utapata kwa jina la Yesu. Amani iliyopotea. Ikarejee. Mama yangu. Nikapotea kwa maisha yangu. Nikapotea maelekezo. Nikapokee. Baba
Anasema